tumepata bahati kubwa sisi wana Kinondoni kuwa ni moja ya manispaa Tanzania ambazo zipo katika ramani ya kuaccommodate mashindano haya ya AFCON. Hiyo ni bahati kubwa sana na ni moja ya wilaya ambazo zitakuwa zinatamkwa mara kwa mara na hasa katika mashindano hayo. Lakini kikubwa zaidi yote hii ni kwa heshima kubwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi leo ndo tunaandaa viwanja hivi ili mwezi wa 8 waweze kutukagua na waweze kuangalia sifa yetu, na mwisho ndio sasa. Lakini kama mmeona hivi juzi, Mheshimiwa Waziri wetu wa masuala ya michezo, Mheshimiwa Christian Paul Makonda amesaini mkataba wa sasa mashindano haya kuchezwa hapa kwetu Tanzania na baadhi ya hizo nchi zingine. Lakini kama mnavyofahamu kwamba AFCON peke yake ukiitazama ndani ya box huwezi kufanya vitu vingine. Kwa maelekezo yangu, viwanja vya AFCON hivi vikamilike haraka. Barabara zipo za TANROADS, barabara zipo za TARURA, barabara zote ambazo zimekushaanzwa zikamilike kwa wakati, na zile barabara ambazo tunaziona ni za muhimu katika kuunganisha watu zikamilike zote kwa wakati. Lakini jambo la pili, tumezungumzia kuhusu muhimu wa kuwasha mji wetu. Mji wetu kila mahali ni giza. Kwa hiyo bajeti zote za halmashauri kwa maana manispaa pamoja na mambo mengine zijielekeze pia katika kuhakikisha kunakuwa kuna taa maeneo mbalimbali kwa ajili ya usalama wa miji yetu. Na taa hizi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sio tu ifanywe kazi hiyo na serikali peke yake, ni pamoja pia kuhamasisha wadau binafsi ambao pia wanaweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine kuweza kusaidia kuwasha mji wetu ili uwe smart. Lakini katika maeneo haya ambayo viwanja hivi vipo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na wakuu wa wilaya wote ambao tutakaa kikao kwa pamoja, tuanze kuona umuhimu wa maeneo haya kupafanya kuwa na mifumo ambayo likitokea jambo lolote tunaweza tukatrace. Ikitokea jambo ambalo si la kawaida, masuala ya usalama na kadhalika, kufunga kamera, kufunga mifumo ya internet katika mitaa hii ili angalau kama kuna jambo lolote basi tuweze kulibaini kwa haraka. Lakini na jambo jingine ni miradi ya maji. Hakuna kitu kama kero kubwa unapopata wageni afu hakuna maji. Kwa hiyo kwa watu wa DAWASA ni muhimu mno kujipanga ili kuhakikisha maji inabaki kuwa historia katika taifa letu, katika na hasa nyakati ambazo wageni wetu wametembelea katika taifa letu. Taswira yetu, namna tutakavyo ipresent wenyewe, ndivyo wageni watakavyoondoka nayo. Tanzania ikoje? Kwa hiyo ni muda mwafaka sasa kufanya kazi kwa bidii ili hayo mambo yote yaweze kufanikiwa na taifa letu liweze kubeba ile taswira nzuri. Miradi hii ni jumla viwanja si chini ya 3 ambavyo mkandarasi anavitengeneza. Na miradi hii ni package ya si chini ya bilioni 50 kwenda mpaka ni zaidi ya bilioni 50 kwenda mpaka kwenye bilioni 54 huko. Lakini ukienda maeneo mengine ya Kinondoni, hapa Kinondoni peke yake mna zaidi ya bilioni 300 ambazo ziko saizi ardhini. Zinafukua barabara za mwendokasi, zinafukua madaraja, zinafukua barabara za kawaida, zinaweka taa na sehemu zinginezo. Na uwanja huu sasa baada ya kukamilika utabaki kwenye matumizi ya wananchi na shughuli zote za halmashauri. Nafahamu uwanja huu kimiliki uko chini ya Wizara ya Utumishi, lakini watumiaji wakubwa mnafahamu tumekuwa ni sisi Kinondoni na hata watu wengine. Kwa hiyo utabaki vile vile kama ilivyokuwa zamani, wala sio kwamba sasa utanyang'anywa unakwenda huko. Hapana, ni kwa maslahi wana Kinondoni na ni kwa maslahi ya taifa kwa ujumla wake.